Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Iran, Marekani na Israeli. Na nilikujuza juu ya namna ambavyo Iran ilivyoweza kumpoteza kiongozi wao Khamenei Ayatollah, ambaye ni kiongozi mkuu wa Iran aliyeweza kuuawa. Na nikwambie tu, mara baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo wa Iran, kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa kwenye mashambulizi ya pamoja Marekani na Israeli, hatua ambayo inatishia mustakabali wa Jamhuri ya Kiislamu na kuibua hofu ya vita vikubwa vya kikanda. Na nikwambie, hatua hiyo imefungua ukurasa mpya katika uhusiano wa Marekani na Iran, na ni mara ya pili ndani ya miezi 8 kwa utawala wa Trump kuishambulia Iran, wakati mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia yakiendelea, na wataalamu wanasema pengo la uongozi linaweza kusababisha msukosuko mkubwa wa kisiasa ndani ya Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi la Iran limetishia kulipiza kisasi kwa operesheni kali zaidi kuwahi kushuhudiwa, na tishio hilo linailenga Israeli pamoja na kambi za Marekani kwenye ukanda huo. Kauli hizo zimeongeza wasiwasi wa vita vya wazi kati ya pande husika. Na nikwambie tu, mara baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, pia ripoti nyingine niliyoipata ni kundi la makamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wameuawa shahidi kwenye hujuma hiyo ya kigaidi ya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli. Kulingana na taarifa ya shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kundi la makamanda jasiri na mashujaa wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wameuawa kwenye shambulio la Marekani. Na taarifa kamili ya taasisi ya kuhifadhi kumbukumbu na kueleza maadili ya vita vitakatifu na mukawama wamesema, kwa jina la Mola wa mashahidi na wenye ukweli, miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu. Baadhi yao wamekwisha kufa na baadhi wanangojea, wala hawakubadilisha ahadi hata kidogo. Taifa tukufu na adhimu la Iran, kwanza tunatoa pole kwa msiba wa kufa shahidi kiongozi jasiri, mwenye busara na mpiganaji asekata tamaa wa Iran na ulimwengu wa Kiislamu, Ayatullah al-Uzma Imam Khamenei, Mwenyezi Mungu amrehemu. Taarifa hiyo inasema jana kundi la makamanda jasiri na mashujaa wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran waliuawa shahidi kwenye shambulio la kikatili la madhalimu wabaya zaidi, wauaji na mafisadi duniani, Marekani, muhalifu na utawala wa kizayuni. Miongoni mwa waliouawa ni Meja Jenerali Shahidi Saidi Abdurrahim Mousavi, mkuu wa kamandi ya majeshi; Meja Jenerali Shahidi Mohammad Pakpur, kamanda mkuu wa jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu; Admiral Shamkan, mshauri wa amiri jeshi mkuu na katibu baraza la ulinzi; Amir Sarlashkar Shahidi Aziz, waziri wa ulinzi na usaidizi wa vikosi vya silaha. Hao walikuwa miongoni mwa mashahidi walioitikia mwito wa Mwenyezi Mungu wakati wakiwa kwenye kikao cha baraza la ulinzi, na wamejiunga na wenzao waliotangulia waliouawa shahidi. Bila shaka taifa tukufu na kula Iran, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kwa neema ya Bwana wetu wa zama, nyoyo zetu ziwe muhanga kwa ajili yake. Wataendelea kuwa imara katika njia yenye nuru ya Imam Khomeini na imam wa mashahidi ya Ayatullah Uzma Imam Khamenei, Mwenyezi Mungu amrehemu. Watafanikiwa kuzima njama zote za maadui waliowapa, na wataiongoza Iran ya Kiislamu kupitia kipindi hiki muhimu cha kihistoria kwa ushindi na mamlaka makubwa. Hiyo ni taarifa ambayo ilitolewa na Iran. Na nikwambie tu, viongozi wa Iran wamelaani vikali shambulio la anga la utawala wa Israeli dhidi ya shule ya msingi ya wasichana katika mji wa Minab ulioko katika mkoa wa Hormozgan kusini mwa Iran, lililopelekea kuuawa shahidi wanafunzi zaidi ya 150. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametoa taarifa akiomboleza msiba huo wa kuhuzunisha katika shule ya msingi Shajarei Taiba, na kulielezea shambulio hilo la bomu dhidi ya kituo kilichojaa wanafunzi wasio na hatia kama kitendo cha kikatili. Rais wa Iran ameeleza bayana kuwa kitendo hicho cha kijinai kitakuwa sehemu isiyofutika ya historia ya uhalifu wa wavamizi dhidi ya Iran. Taarifa hiyo ya rais wa Iran imelaani vikali kitendo hicho kisicho cha kibinadamu na kutoa wito wa matibabu ya haraka na kipaumbele kwa waliojeruhiwa. Katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi ameonya kwamba shambulio hilo halitakosa kujibiwa. Amesambaza picha za kituo hicho cha elimu kilichoshambuliwa, akieleza kusikitishwa na shambulio la bomu mchana kweupe dhidi ya eneo lililojaa wanafunzi wadogo. Kwa upande wake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghei amebainisha kuwa shambulio hilo ni kitendo dhahiri cha uchokozi na ugaidi. Baghei amebainisha kuwa hujuma hiyo dhidi ya wanafunzi ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hayo yakiendelea, nikwambia spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu bunge la Iran Muhammad Bagher Ghalibaf
Amesema rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu wamevuka mstari mwekundu wa Jamhuri ya Kiislamu na watalipa gharama kubwa kwa jinai hiyo. Anasema tumejiandaa kwa scenario zote na hata mipango imefanyika kufuatia kuuawa shahidi Imam Khamenei, Kalibaf amesema kwenye hotuba iliyorushwa kwenye televisheni ya taifa mapema leo asubuhi. Kalibaf ametoa ujumbe huo baada ya kuuawa shahidi kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Katika ujumbe wake, Kalibaf amesisitiza mwendelezo wa uongozi, umoja wa kitaifa na azma ya kudumisha njia ya mapinduzi ya Kiislamu. Amesema taifa la Iran limeachwa na pengo lisilozibika kwa kuondokewa na kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Kalibaf ameashiria mashambulizi yanayoendelea utawala wa Israeli na Marekani dhidi ya taifa hilo na kueleza kuwa operesheni za Iran zinazolenga miliki na maeneo ya Marekani na Israeli katika eneo zimeonyesha uwezo wa uendeshaji na mshikamano na kuwashangaza wachambuzi wa masuala ya kijeshi. Vilevile wananchi wa Iran wamemiminika mitaani na katika medani mbalimbali kumwomboleza kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei aliyeuawa shahidi kwenye shambulizi la kigaidi la Marekani na utawala wa Israeli. Mamilioni ya wananchi Waislamu wa Iran wamekusanyika kwenye miji mbalimbali wakimwomboleza kiongozi muadhamu, huku akitaka taifa hilo lilipize kisasi cha jinai hiyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, serikali ya Iran imethibitisha kifo cha kiongozi muadhamu ambaye aliuawa shahidi katika mashambulizi ya kigaidi ya Marekani na Israeli mapema Jumamosi, ikiangazia uongozi wa busara wa Ayatollah Khamenei kwa zaidi ya miaka 37, kubeba kwake bendera ya Uislamu kwa ushujaa na imani, na kuongoza kwake umma wa Kiislamu dhidi ya ukafiri na ustikbari. Taarifa hiyo imemtaja shahidi Khamenei kama mfano wa kujitolea muhanga na upinzani katika enzi ya kisasa. Nini hasa ambacho kitaendelea? Taendelea kukujuza hatua kwa hatua. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.